Umoja wa watu wenye ulemavu Zanzibar UWZ wamelalamikia kuondolewa kwa watu wenye ulemavu katika kituo chao cha ujasiriamali cha Mwembe Makumbi, wakidai kuwa hakukuwa na utaratibu unaozingatia maslahi yao. Wakizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za shirikisho la jumuiya ya watu wenye ulemavu Mombasa, viongozi wa UWZ wamesema uamuzi huo umeathiri watu wenye ulemavu waliokuwa wakitumia kituo hicho kwa shughuli za kujipatia kipato. Sisi kama jengo tulikabidhiwa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kama ilivyoelezwa, lakini hatua ambazo ZBS ilipofika mwaka 2010 wao walikuja pale na kutuambia tulikabidhi ile jengo, na aliyekuja pale alikuwa ni katibu mkuu kwa kipindi kile, ndugu Ali Hamisi. Alikuja ofisini umoja wa watu wenye ulemavu, yeye alikuwa ni katibu mkuu Wizara ya Biashara. Alikuja ofisini umoja wa watu wenye ulemavu akasema serikali imetaka ile jengo liweze kutumika, na sisi serikali inasema tunakuhakikishieni kwamba hamtaondoka isipokuwa mtajengewa eneo lenu. Kwa hivyo sisi tukakabidhisha kwa barua, na kuanzia pale kuna hatua ya vikao tulikuwa tunafanya baina sisi na ZBS. Wanakuja ofisini tunazungumza mpaka tukalikabidhi jengo, na baadaye ukaletwa hadi mchoro na ZBS uongozi wake kwamba hapa ndo jengo ambalo mnataka kujengewa, na tukafanya marekebisho katika mchoro ule kwamba tunataka ujengewe namna hii. Kwa hivyo na tukaambiwa eneo zuri kwamba mkisha kujengewa hilo eneo mtapewa hati miliki kwamba litakuwa ni lenu. Lakini mazungumzo ya serikali yalikuwa ni mazungumzo ambayo tunakaa nao vikao wanakuja wanaandika minutes wao ZBS, sisi tunaondoka. Kilichosikitisha kwamba hata kama kulikuwa na utaratibu hawataki kutujengea, lakini serikali ilikuwa itujibu kwa maandishi, kwa sababu sisi pale hatukwenda kuhamia wenyewe, tulipewa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na tukafanya taratibu ambazo za kujenga, na hakuna asiyejua kwamba pale kuna watu wenye ulemavu wanazalisha na wanafanya kazi zao za mikono. Kwa mnasaba huo, taasisi jumuiya zote za umoja wa watu walemavu wanapenda kutoa tamko la kulaani kitendo hichi. Pia uongozi wa UWZ kwa kushirikiana na jumuiya zote za watu wenye ulemavu hapa Zanzibar chini ya shirikisho la jumuiya la watu wenye ulemavu SHIJUWAZA unalaani vikali kitendo kilichofanywa na taasisi ya viwango ya kuvunja milango na kutupa vitu nje bila ya uangalizi na kututia hasara na upotevu wa mali zilizomo humo ndani. Kitendo hichi kimeenda kinyume na maadili ya Kizanzibari na Kitanzania kwa jumla. Pia yamekwenda kinyume na misingi ya utawala wa sheria na haki za watu wenye ulemavu. Kutokana na malalamiko hayo, tulimtafuta mkurugenzi wa taasisi ya viwango Zanzibar Yusuf Majid kwa ajili ya kutolea ufafanuzi kuhusu swala hilo. Eneo lile kama serikali kuna taratibu 3. Aidha kuna barua ambayo ilisainiwa kuonesha lile eneo ulipewa wewe kwa muda fulani, au kama ulipangishwa kuna mkataba wa pango tuoneshe, au kama una hati miliki kutoka Kamisheni ya Ardhi tuoneshe. Akasema hizo zote hatuna sisi hata moja, na notisi yao ya wiki 2 ikawa imeisha. Sisi tukafata utaratibu uliowekwa. Barua hii hapa, tukamwandikia sheha wa eneo husika ya kutoa taarifa huwa tunaenda sasa, baada ya notice kuisha, tunaenda kuondoa pale vitu, tunaomba usimamizi wako, na dispatch alopokea sheha hii hapa. Lakini barua hii pia imekwenda kwa mkuu wa wilaya, notification ya kupokea mkuu wa wilaya hii hapa. Kwa zoezi hili lilifuata utaratibu wote uliowekwa kisheria kiutaratibu. Kwa hiyo hoja ya kwenda sema tumevunja, tumetoa nini, hakuna. Kwa sababu mamlaka husika zote zipo na they have notification. Lakini waliokuwepo, na haya nilikuwa nasema, kikao kikifanyika kuna document nani aloshiriki, Shehia Maruhubi mjumbe huyo hapa amesign document. Kwa kusema kwenda kuvunja tumefanya nini, hii taasisi ya serikali bwana haiwezi kufanya mambo ya kihuni tu from nowhere. Na vitu vote vimerekodiwa hivi hapa, vilitolewa na mamlaka husika, mkuu wa wilaya, kamati ya ulinzi na usalama, pamoja na shehia, pamoja na mjumbe husika wa eneo. Wanafahamu hili. Kikao cha pamoja kati ya umoja wa watu wenye ulemavu na ZBS kinaweza kutoa suluhu ya pamoja, lengo likiwa kutatua kero hiyo ambayo itasaidia kupata maslahi ya pande zote mbili. Zaitun Juma, Al Fatah TV Online.
Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.